Habari ndugu mpenzi mtazamaji wa Green and Clean Empire, kama tulivyokutambulisha katika video ya utambulisho wetu kwamba hii ni channel ambayo itakuwa ikijihusisha moja kwa moja na masuala mazima ya kimazingira, na mada zetu katika channel hii tutakuwa tukijihusisha zaidi katika kuyatazama mazingira yetu kwa ujumla, kuanzia katika level ya chini kabisa kabla hatujafika katika level za juu. Yaani tunaanzia katika level za maisha ya kawaida mpaka level zingine za kiteknolojia na maisha mengine kabisa. Kwa hiyo leo tutaangazia katika swala zima la tunasema taka. Tutazungumzia masuala mazima ya taka. Taka ni uchafu unaozalishwa mazingira yoyote yale ambayo wanadamu wanaishi. Mahali ambapo binadamu anapatikana lazima utakutana na taka. Sasa hizi taka huwa zinakuwa katika makundi tofauti tofauti. Zipo taka ambazo tunasema ngumu na zipo taka laini na zile taka zinazokaa katika mfumo wa kimiminika. Kwa hiyo kwa nini tunaziita taka? Kwa sababu ni matokeo ya vitu ambavyo tayari vimeshatumika na vimekwisha muda wake wa matumizi. Yaani tunasema kwamba umeshakitumia kitu, umemalizana nacho, na hicho kitu hakina matumizi tena kwa wakati huo, ndiyo maana tunaita ni taka. Nadhani hapo kidogo tumeelewana kwamba inaitwa taka kwa sababu kimeshatumika na matumizi yaliyolengwa yamekamilika. Kwa hiyo kinapowekwa mazingira ambayo hayahitajiki, hiyo tayari ni taka, kwa sababu moja, hakina matumizi; mbili, kimekaa mahali ambapo hakihitajiki kuwepo. Kwa hiyo unapochukua ugali ukauweka chooni, yani ugali ni taka kwa mazingira yale. Unapochukua mchele ukaumwaga chooni, maana yake mchele ni taka kwa mazingira yale. Kwa sababu gani? Mchele umekaa mazingira ambayo hauhitajiki kukaa. Sijui tumeelewana? Kwa hiyo kuna sensi ya vitu viwili: moja, lazima kiwe hakihitajiki kwa matumizi; mbili, kiwe kimekaa mazingira ambayo hakipaswi kukaa. Hiyo ni taka. Haijalishi kina uzuri kiasi gani au ubaya kiasi gani, ila tu kimeishika matumizi yake kwa muda huo, hayahitajiki tena, au labda umekiweka katika mazingira ambayo hakihitajiki kuwepo. Na ndio maana nimesema mchele ni chakula, lakini unapochukua ule mchele ukasema uweke chooni, utahesabika kama taka, kwa sababu kimekaa katika mazingira yasiyohitajika, na mpaka unauweka chooni ina maana kwamba hauhitaji. Sensi ndogo kabisa. Kwa hiyo katika jamii zetu taka hupatikana kila mahali kulingana na shughuli tofauti tofauti ambazo wanadamu huwa tunazifanya. Kwa mfano tunaweza tukawa tunafanya kazi tofauti tofauti kama carpentry, yani tunaongelea useremala. Kupitia useremala tunazalisha taka. Kupitia majukumu yetu ya kilimo tunazalisha taka. Kupitia shughuli zetu za uvuvi tunazalisha taka. Kwa hiyo taka ni kitu ambacho kinazaliwa mahali popote ambapo mwanadamu anapatikana. Kwa sababu gani? Ya matumizi ya vitu tofauti. Tunatumia, baada ya kutumia tunamaliza matumizi, alafu tunaviweka mahali ambapo havistahili kukaa. Hiyo ni nini? Ni taka. Nadhani tunaelewana. Sasa nani mwenye jukumu la kutunza hizi taka? Jukumu la kutunza taka ni jukumu la kila mtu, na mji wowote unapopatikana kuhesabika kwamba hauko safi au mji ni mchafu, manake tunaanza katika ngazi za familia. Yaani familia za mji huo zitaanza kuhesabika kwamba haziko sawa, na ndio maana mji unakuwa hauko safi.
Kwa nini? Zinapotapakaa taka barabarani, ina maana kwamba ustaarabu wa watu wa mazingira hayo hauko sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu angekuwa wa kwanza kufundishwa kuanzia nyumbani kwamba unapozalisha taka unatakiwa uchukue na kuiweka mazingira inapostahili, maana yake yule mtu angekuwa na hiyo idea kuanzia hapo mpaka katika ukuaji wake, kwamba akizalisha taka yoyote atachukua, ataweka katika mazingira yanayostahili. Nadhani hapo tumeelewana. Ni ukweli ambao haumfurahishi yoyote, lakini ndio ukweli ambao unastahili kupewa, kwa sababu kupitia huo tutajifunza kwamba sasa, ili tuweke mazingira yetu sawa, ili tuweke miji yetu sawa, inatupasa sisi kama wanadamu tuanze katika level ya sisi kama sisi wa kwanza. Yani wewe individual person unabidi uanze wewe kama wewe kuhifadhi mji wako au kuhifadhi taka, ndipo utaukuta mji uko salama. Kwa mfano, zinatokaga takwimu zinasema kwamba kwa mwaka huu mji fulani unaonekana ndio umeongoza kwa uchafu. Kwa nini? Maanake ustaarabu wa watu wale umeanzia kuanzia nyumbani kwa mtu mmoja mmoja, ndio maana umesababisha ile sifa mbaya kuingia katika mji mzima. Hivyo basi chaneli hii kama tulivyosema ipo katika kuhamasisha watu kuweka mazingira sawa. Taka huzalisha magonjwa, taka huzalisha changamoto tofauti tofauti, harufu mbaya, mazingira kutokuwa sawa. Tunaweza tukakaa tukashindwa hata wapi tukanyage kulingana na taka ambazo tunazizalisha. Tunaweza tukapata injuries, tukaumia miguu, tukajitoboa, tukachanjwa na vitu vyenye ncha kali, kwa sababu tu tumevichukua hivyo vitu kuviweka katika mazingira sio sahihi baada ya kumaliza matumizi yake. Hivyo basi tuanze katika level ya mtu mmoja mmoja. Tuanze sisi kama, yani sema naanza mimi kwamba ninapokunywa juisi nimemaliza, lile kopo sitakiwi kulitupa barabarani. Nilichukue lile kopo niliweke katika dustbin, kwa sababu dustbin zipo kila mazingira. Hata kama utakuwa katika maeneo ya misituni au maeneo yenye mapoli, kumbuka kuna wanyama wanaishi pale. Utakapotupa kopo au utakapotupa kitu chochote ambacho umekitumia wewe, kinaweza kumwathiri yule mnyama. Tunaharibu, tunasema ni ecosystem. Sisi viumbe tunategemeana. Kwa mfano wanyama wanatutegemea sisi, sisi tunawategemea wanyama. Usimdharau hata sisimizi, kwa sababu yule kuna kitu anakusaidia kwa ukubwa sana ambacho kwa macho ya kawaida na akili ya kawaida huwezi kuelewa, ila kama utaingia ndani zaidi kujifunza, utaelewa kwa nini nasema hivi. Na kwa sababu upo pamoja nasi, tutakuwa tukijifunza hivyo vitu tofauti tofauti. Tutaelewa pia mbeleni kadiri tunavyoendelea kuwepo, kadiri tabia za wanyama, viumbe tofauti tofauti na jinsi wanavyoathiri maisha ya binadamu. Hiyo mada tutaizungumza siku moja. Kwa hiyo unapozalisha taka kwa namna yoyote, hakikisha kwamba wewe unakuwa mtu wa kwanza kuiweka ile taka katika mazingira yanayostahili. Kama upo katika mazingira ambayo unaona kabisa huwezi kuhifadhi taka, ibebe ile taka mpaka katika mazingira ambayo yatakuruhusu kuiweka. Ila ukiiweka katika mazingira yasiyostahili, ina maana kwamba wewe umekuwa mtu ambaye unayahatarisha mazingira yako, ambayo mazingira hayo yatatoa tunasema matokeo hasi kwa ajili ya maisha yako. Lakini ukiwa wewe wa kwanza kuhifadhi taka katika uzuri, ina maana kwamba mazingira yatatoa matokeo chanya kwa ajili ya muendelezo mzuri wa maisha yako. Nadhani hapo kuna idea fulani kidogo umeipata. Najua unafahamu, lakini
fahamu zaidi kupitia The Green and Clean Empire TV, na kadiri tunavyozidi kwenda mbele utajifunza zaidi na zaidi. Hebu tuangalie the way miji tofauti tofauti au mazingira yetu jinsi yanavyoathiriwa na hizi taka katika kategori zote, taka ngumu, laini pamoja na za kimiminika. Twende tutazame, halafu tutarejea kuendelea. Sasa utakuwa umeona namna jinsi ambavyo hizi taka zilivyo katika mazingira yetu. Hivi fikiria, kwa jinsi ulivyoziona hizo taka, ni athari kwa kiasi gani zinazalisha kwenye hizi jamii? Je, ni magonjwa kiasi gani yanazaliwa kupitia hizo taka? Hebu fikiria, ni kwa kiasi gani harufu mbaya zinazalishwa katika hizo jamii. Alafu fikiria pia ni disturbance kwa kiasi gani inasababisha kwenye hizo jamii. Na je, anga hewa linahatarishwa kiasi gani na aina hiyo ya taka? Hebu tujaribu kufikiri kwa kawaida. Je, unafikiri ni salama kwa mazingira hayo? Hebu tujaribu tuchukue hatua sasa. Kama nilivyosema, sema na anza mimi. Wewe ndo uwe wa kwanza. Kunywa juisi, kopo lako lichukue, kaliweke kwenye dustbin. Hata kama mazingira hayo uliopo kwamba hamna dustbin, subiri uone sehemu ambako watu wameweka mazingira ya utupaji taka, nenda katupe. Umeona shimo la utupaji taka, nenda kaweke. Alafu pia umemaliza kula chakula, labda ulikuwa umekibeba katika vifungashio, subiri utakapoona eneo la utupaji taka, chukua kile kifungashio kitupie mule. Usiweke katika mazingira yoyote. Kwa mfano, upo kwenye gari unasafiri, unakula, ukimaliza unachukua kopo la juisi unalitupa nje. Unategemea nani anakuokotea? Unategemea unayaacha vipi mazingira ya watu wale ambao wanaishi pale? Unategemea ule uchafu ulioutupa pale utawazalishia athari gani watu wanaopatikana mazingira yale? Kabla hujajali kile unachokifanya, hebu jali kwanza kufikiri wanaoishi katika mazingira yale, hata kama sio mwanadamu, hata kama sio binadamu. Hivi jaribu tukufikirie,
Leo serikali, taifa kiujumla linaingiza mapato kupitia utalii. Hivi umetupa kopo au umetupa makaratasi au lambo ambazo ulibebea chakula, zile lambo zitatoa harufu ya kile chakula ulichobeba. What if mnyama akala? Kwa sababu yule sio mwanadamu, ana akili ambayo ya kuwa mnyama amekula, sasa akafa yule mnyama. Je, tunatengeneza taifa gani katika mazingira ya utalii? Hebu jaribu tukufikiri. Haya, tumelundika uchafu katika mazingira yetu, yakazaliwa magonjwa ya ghafla kama kipindupindu. Jamii inaathirika, tunaingia tena gharama ya kutafuta namna ya kusolve aina ile ya matatizo. Kumbe tulikuwa tuna uwezo wa kurekebisha hilo jambo kabla ya muda. Tunasema before response. Tunatakiwa tuchukue hatua za mwanzo kabisa. Make preparedness.